hapa mambo kwa ushahidi. Wewe mwenyewe sasa hapa. Karibu sana wifi yangu. We malaya, umefuata nini nyumbani kwangu? Wewe unampigaje mke wangu? Wewe si wifi yako? Vipi unaanza kumpiga piga? Shida nini? Sielewi nini wakati unampiga mke wangu? Kwa hiyo umetoka na wanaume wote huko mtaani. Umeona haitoshi, umeamua huyo ni familia yangu, si ndio? Dada mbaya wewe. Dada, unanitaka nini wewe? Unataka nini kwenye familia yangu na kuuliza? Nini unataka kwenye familia yangu? Kaka. Dada, shida nini? Mbona mimi siwaelewi nyie? Kaka, manyanyaso, kulazwa nje, kunyimwa chakula. Sababu ni huyu kaka. Huyu ndo sababu ya kila kitu kwenye maisha yangu. Toka hapa nilipofikia sababu ni wewe dada. Huyu ndo mwanamke ulioniletea eti. Huyu ndo wifi yangu mimi. Ina maana anozungumza dadangu haya ni ya kweli kwako? Mbona uliniahidi mambo mengi sana? Umeniambia vitu vingi sana. Kwamba umejitunza kwa ajili yangu. Kichuna hiki nini sasa? Heshima yangu iko wapi sasa? Mwangalia alivyokosa aibu. Umekosa aibu we dada jamani. Kichuna, wewe ndo mwanamke pekee sana ambaye ulitawala moyo wangu, ambaye ulitawala hisia zangu. Lakini leo nini unafanya? Nini umefanya? Mwanamke mwenye sifa, mrembo, ana tabia nzuri ndo huyu kaka, si ndio? Mwangalie si wake ilipokosa aibu. Kaka, huyu ndo mwanamke wa Baba Jay kaka. Mapenzi yote niliyokuonyesha unaniigizia? Kichuna, mbona nilikuwa nakupenda sana. Mungu wangu. Familia yetu imeingiliwa jamani. Yaani kumbe ni wewe. Wewe ndio uliyemtafutia shida dada yetu, si ndio? Umevuruga ndoa yake, umemlaza nje hadi mtoto mdogo yule. Wewe ukaingia kulala kitandani, ulilala usingizi kabisa, ulikujia. Dadangu mimi anapata shida, anateseka na baridi usiku kucha pamoja na mtoto. Wewe umelala ndani kwake, unafurahi, unaenjoy Dada, ulishindwa kuwa hata na roho ya huruma hata kidogo wewe mdada. Nakuuliza wewe, ulikuwa hauna hata huruma wewe? Wamekufunzaje wewe nakuuliza? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani.
Jacobo wangu, siwezi nikakupoteza katika maisha yangu. Wewe ni mwanaume ambaye nilikupenda, nilikuthamini. Wanaume wote nikaona takataka, nitakuthamini wewe Jacobo wangu. Nimekosea najua. Pia Jacobo, hata kwenye kabati glasi huwa zinagongana. Jacobo, naomba unisamehe. Taarifa ambazo ninazo leo na imani utazipenda. Taarifa njema sana. Zipo hizo tena kipenzi changu. Mwambie kitu kimoja. Mama yangu. Kitu kilichopo saizi hapa. Sawa? Nataka nifanye process. Sasa bwana, mimi kwa jinsi ninavyokupenda nafikiri unajua. Elewa, yani sio unanipenda, tunapendana. In short. Pate mshenga walau nimpe chochote afike nyumbani kwenu. Bwana, mimi nataka nikuoe saizi. Babe. Stani? Kweli? Ha. Jamani. Asante. Nataka nikuweke ndani saizi. Uwe mke kabisa. Masuala kusema leo upo, kesho upo, amistaki bwana. Unajua nini babe? Yaani ukinyoa. Yaani utakuwa umenipa heshima kubwa sana. Na mimi ndo ninachokihitaji hicho. Mimi ndafurahi sana. Mimi nikiwa mke, wewe ukiwa mume. Nataka kuniambia umelizika kabisa ni kwa roho nyeupe. Yaani nimelizika kabisa, yani kutoka moyoni mwangu. Yaani ungeona moyo. Mungu wangu, nimekutenda dhambi nyingi sana. Nimeharibu ndoa za watu nyingi sana. Nimetembea na wanaume za watu wengi sana. Mungu, naomba unisamehe. Nimekuja mbele zako Mungu. Naomba uzifute dhambi zangu. Naomba unifute kwenye kitabu cha hukumu. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Kwa mimi hapa nachekesha sio? Yaani mimi nikupishe wewe na mwanamke mwingine ni kwangu. Mama Jay, sitaki kurudia mara ya pili. Nitakata makofi sasa hivi. Wewe acha upumbavu, kamtoa Jay ndani. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu. Mama Jay, uko ndani umehamia au? Kwa nini? Sasa tena kuita Kichuna. Nataka niitwe Neema, ambayo ni neema ya Bwana. Mungu, naomba unibadilishe. Nataka kuwa mwanamke ambaye nilikuwa awali. Sio Kichuna huyu. Anapigwa, anadhalilika, anayetembea na wanaume za watu. Na mimi natamani kuonekana kama mwanamke aliyoolewa. Mungu, naomba utetee furaha yangu. Nampenda sana Jacob. Ndiye alikuwa mwanaume pekee wa ndoto zangu, ambaye nilikuwa nampenda. Naye pia alikuwa ananipenda. Lakini ona leo hii nadhalilika mbele ya marafiki zake, mbele ya dada zake, mbele ya dogo zake. Nashinda mtani na randa dunia tambara bovu imekata kama. Neema mdogo wangu, karibu sana. Hapa ndo nyumbani ninapoishi. Kachumba changu haka kadogo. Maisha yanaendelea yote huko. Asante dada, nimekaribia. Nimeona mji jinsi ulivyo. Mji ni mzuri. Na hapa kwako ni pazuri sana. Nimepapenda kusema kweli. Japo nimeingia mjini na kuumwa, lakini najua nimetoka mji mwingine naingia mji mwingine. Kwa kuumwa lazima. Asante dada. Kwako ni pazuri, nimepapenda. Naona ukinitafutia kazi na mimi nikiwa na kazi nakuwa na geto kali kama hili, geto nzuri. Naomba tu Mungu hiyo kazi ipatikane haraka na mimi niwege na geto kama hili. Sijali. Mimi hapa ndo ninapokaa. Tangia nimetoka hapo kijijini. Nilianzia maisha hapa moja kwa moja mpaka leo nipo hapa. Tutaishi wote hapa muda wote mpaka utakapopata kazi. Tutakuwepo hapa.
Afu dada, nikwambie kitu kimoja. Ndio. Nilikuwa natamani sana kuja huku mjini. Ila nilikuwa naongea na Daesta. Daesta kama ananipiga chenga. Kile nikiongea naye ananipiga chenga. Lakini Danet, una moyo fulani hivi. Una moyo mzuri sana dada yangu. Nimeongea naye mara moja tu. Umeniambia njoo na umenipokea vizuri. Mimi mwenyewe nimependa jinsi ulivyonipokea dada yangu. Mungu akusaidie. Yaani wage na moyo huo huo. Ipo siku na mimi ndakulipa wema ambao umenifanyia. Nikomba tu Mungu nipate hiyo kazi. Ndakulipa wema ambao umenifanyia. Ni binadamu wachache sana wenye moyo kama wa kwako. Mungu akusaidie dada yangu. Uwe na moyo huo huo wa kusaidia. Hapa mjini kuna vishawishi vingi sana. Kwa ninachokuomba uwe tu mtulivu. Ukitulia utafanya kilichokuleta hapa mjini. Usije ukaja hapa leo, kesho ukajifanya unajua mji sana. Kilichopo hapa ni kutulia, kuwa makini na vitu vya hapa mjini. Usipokuwa makini, utajikuta umepotea hapa mjini. Na kazi utashindwa kufanya. Tutakaa hapa hadi kazi itakapopatikana. Kwa uwe huru, uwe na amani. Kwa sababu upo ni kwa dada yako. Sawa mdogo wangu. Cha msingi tu ni kuwa tu na utulivu. Ngoja mimi niende sokoni, nifuate mboga, nisije nikawa nakupigisha story hapa na njaa zinauma. Na njaa inaniuma. Nakukuta mara moja. Ai. Mimi nitakuwa na geto kali kama hili. Yaani hapa mjini hapa. Nitawalamba wanaume hela mpaka nage na geto kama hili. Yaani watanikoma. Naomba unisamehe sana mdogo wako. Nilikukosea sana dada. Naomba unisamehe. Dada, dunia imenifunza. Dada, dunia imenifundisha. Najuta mimi kwani sikukusikiliza. Najuta. Dada, naomba unisamehe sana dadangu. Ulinifuata kwa upendo. Ukaniambia mdogo wangu, acha tabia unayofanya. Na ukunifuata mara moja, ulinifuata zaidi ya mara mbili. Dada, wewe ndo dada yangu ambaye nakutegemea. Wewe ndo dada yangu ambaye umenitoa kijijini, umenileta mjini. Wewe ndo umenifundisha maisha, wewe ndo ulinitafutia kazi. Lakini dada, sikukusikiliza, nikakupuuzia. Na uliniambia mdogo wako, uliniambia hapa mjini tulia. Lakini dada, sikukusikiliza, nikakuona kama wewe ni fala. Nikaona kama wewe ni kapuzi fulani hivi. Lakini dada, nimejifunza mdogo wako. Wahenga wanasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Dadangu, ulimwengu umenifunza. Tulipanga malengo naye mengi sana. Na akaniambia ipo siku ndakupeleka nyumbani. Na aliniahidi na kweli katimia hiyo siku. Akanipeleka kwao. Tulipofika kwao, wifi yangu alinishangilia sana. Lakini dada, huyo wifi yangu nishaitoka na mume wake. Hapo
hapo dada ndo niliharibu kila kitu niliharibu katika maisha yangu. Najichukia mimi, najichukia kwa sababu nimeharibu kila kitu, kwa sababu yule kumbe ni wifi yangu, afu nikaenda kutoka na mume wake. Yani nimechukia, yani najichukia mwenyewe dada, yani najichukia. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Ndugu wangu Sofia, nasema asante kwa kuitikia wito wangu na nimefurahi sana ulipoitikia wito wangu. Nilikuwa naomba unisamehe. Najua nimewakosea sana, nimekosea familia yenu kiujumla. Ndugu wangu, nilikuwa naomba unisamehe. Pia nilikuwa naomba umwambie Mama Jay anisamehe. Sio Mama Jay tu, na kaka yako wote naomba wanisamehe. Najua nimewakosea sana, nimewavunjia heshima, na pale mtaani nitakuwa nimewachia aibu kubwa sana. Sasa hivi mimi nimebadilika, nimekuwa sio kichuna tena, nimekuwa naitwa Neema saizi, sio kichuna tena. Naombeni mnisamehe. Najua nimewakosea sana, najua nimewadhalilisha. Naomba unisamehe mdogo wangu. Naomba kaa hapo dadangu, naomba kaa hapo, huko nikuninia laana. Wifi yangu au Sofia, naomba unisamehe. Nimewakosea. Naombeni mnisamehe. Nimebadilika. Unasema naitwa Neema eh? Ndio, naitwa Neema, sio kichuna tena. Natumaini hata tabia zako zitakuwa kama jina lako lilivyo kwa sasa. Kuhusu mimi na moyo wangu, nimekusamehe kabisa. Yaani sina kinyongo na wewe. Nitajaribu kwenda kuongea naye, akikubali kuonana na wewe ndipo utakapotoka wewe huku kwenda kumwomba msamaha kule. Ila kwa saizi siwezi nikajibu chochote. Sawa dadangu. Sawa mdogo wangu. Asante sana kwa kunisamehe. Na nimefurahi pia kwenye umekubalia msamaha wangu, maana nilikuwa nawaza kama hautapokea msamaha wangu. Ila kwa kuwa umepokea msamaha wangu, nashukuru sana. Asante sana. Pia Neema eh? Sawa. Sasa wifi yangu Neema, mimi nilikuwa naelekea hapo mbele kidogo, nina haraka. Naomba niende. Sawa wifi yangu, nashukuru kwa kunisikiliza. Na samahani kwa kuuta muda wako. Hamna. Hujanipotezea muda. Hujanipotezea muda kabisa kwa mambo tuliyoongelea hapa. Hujanipotezea muda. Basi mimi naenda. Haya wifi yangu. Neema eh? Haya. Hapa sasa moyo wangu umekuwa safi kwa sababu wale wote ambao niliwakosea wamenisamehe. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Mume wangu. Yes. Kuna jambo limenileta hapa, nilikuwa naomba unishauri kidogo. Okay. Kichuna leo mchana alinipigia simu, akaniambia tuonane. Nilivyoenda nimefika pale hapana, niomba msamaha. Nimedai kuwa mimi, dadangu na kakaangu tumsamehe kwa aliyofanya. Amedai kuwa amerekebika. Na kingine kaniagiza niende kwa dadangu nikamwombee msamaha pamoja na kaka. Sasa mimi kabla ya kwenda nikaona nije nikombe ushauri sasa wewe mume wangu unishauri. Mimi naweza nikaenda kwa dada nikaharibu tena. Na kujua jinsi ulivyokuwa muoga. Ila Waswahili wanapenda kusema wasiwasi ni akili, si ndio? Mimi mke wangu najivunia sana akili yako kwa sababu wewe unapenda sana kuishi kwa tahadhari. Ila katika hilo swala mimi binafsi naweza kumpongeza sana huyu Kichuna japokuwa simfahamu. Nawishi sana kama ningemfahamu huyu binti. Kwa sababu jambo aliloliamua ni jambo la busara sana.
Na Waswahili wanasema hivi, pindi mtu yoyote anapoamua kuchukua jukumu la kukubali makosa yake na kuja kuomba suluhu, maana yake anajutia kila alichokifanya. Tafsiri yake ni kwamba huyo ni muungwana. Kwa maana hiyo anahitaji kuitengeneza amani ili aweze kuishi kwa amani pamoja na nyinyi. Sawa? So mimi nadhani hata ukienda kumwambia dada yako hili swala, litakuwa ni swala jema tu. Sioni kama lina dosari yoyote. Kwa sababu hilo ni swala la upendo. Umeona? Ndio maana wakasema samehe 7 mara 70. Unajua kwa nini? Kwa hiyo utakavyoshindwa kumsamehe leo mwenzio, na wewe kesho utashindwa kusamehewa. Utakavyomsamehe mwenzio, na wewe utasamehewa. Je, nikuulize swali. Vipi kama wewe ukao umemkosea mtu, alafu unapohitaji kwenda kumwomba msamaha, yule mtu anakuwekea ugumu, utajisikia? Utajisikia vibaya. Yes, kama ambavyo utajisikia vibaya, ndivyo ambavyo yule kichuna anajisikia vibaya na anahitaji apate amani ya moyo, kwa sababu haya maisha kuishi kwa wasiwasi ni mbaya sana. Unaona? Wewe neema kuwa na amani. Hilo ni jambo la heri kabisa. Nyumbani umemwacha nani? Sijamwacha mtu. Kweli. Umekumbuka kufunga milango? Vipi nyumbani umefunga? Ndio nimefunga. Umemwacha nani? Sijamwacha yeye. Kwa makini. Unajua pale ndani kuna pesa. Niko makini. Ndio hizo lesi zako kuna muda unaweza kujikuta umechomoka kumbe umeingeshea unafunga. Amna nimefunga. Yeah, take care. Mimi nipo lakini kuna watu tu nawasikilizia hapa waje ili nimalizane nao, alafu nitakuwa narudi nyumbani. Leo sichelewi kama jana. Sawa basi mimi nitakuwa nakungoja. Kazi njema. Haya. Yeah. Bwana. Yaani jambo dogo anataka eti. Yaani kila kitu mpaka aje sema Mungu bwana kanipa mke bwana. Wanawake wengine hapo angeshaenda mzima. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani.